Baba. Za corona ama hizi ndo za nini? Hizi zinaitwa fulu. Hizi zile za fulu. Napewa full dose. Sanitizing. Mkoaje Joma jamaa? Fiti. Pressure nini? COVID inawapelekaje? COVID. Hii COVID. Ingekuwa ndai. Ingekuwa Subaru. Ndio. Lakini sisi pia tunapambana nayo hivi. Yeah. Brown skin we. Niko Nikunaona tena sana. Skule music iliko music. Sasa unafilaje? Yeah. So guys, manze nyinyi kukama hapa ni honor sana. Na reason nilikuwa nataka kuwaita ni cause nyinyi ma DJ nimejua ina short while na pia nimeona growth yenu. Niambieni kwanza Agugu Gaga. Manze kuna time ukikuja hii Nairobi kwanza matatu sijui za Theka, sijui za kwenda wapi. Ilikuwa Agugu Gaga. Kwanza naye Nati Boy. Niambie experience, mlikujaje mkashikana ama mlikuwa unit tofauti nini? Agugu Gaga ilikuwa familia ya wametoka far. Kama Bronskin alikuwa chuo akijuana na Mantel. Mimi nilitolewa coach nikaintroduciwa kwa Mantel. Tuka click ujinga yetu ikaleta hizo ujinga zote. So na hii ni mtaa Kawangware, Dandora, Korogosho, ukicombine zote tatu uchawi kwa fire. Nakumbuka nilikuwa sitataka kutaja, kuna siku niko na dem reggae nikamwambia twende mtaani, akaniambia Bronskin hajacheza. Wabebe. Niambie ilikuwaje Jom jamaa kwa nini? Kwanza ilikuwa ni naweza sema tu ni God tu kwanza. Pata hiyo privilege ya kuwa kuna watu mnaelewana. Yeah. Ile brother nini hakuna chat boss. Yeah. Yes. Lakini hiyo time hiyo ya yeye unasema watoto. Yeah. Saa 10 mpaka saa 1 asubuhi. Manze matrizi na hivi tao. Unashinda twende home. Kuna hata best yangu hapa sitamtaja. Ukimwambia mwende home, Bronskin hajacheza. Na hii ndio gedao. Manze ni saa 9. Hapana, acha Bronskin aingie. Wewe ukianza like okay, jina Bronskin maybe umetry from kala yako ya skin ama ulikuwa unaitwa ukiwa chuo. Alitoa mani na mdem fulani tu. Okay, unajua nimeanza kuwa na imaginations nazichukua hivi Bas, na hiyo rangi ilikuwa ya pesa. Umegrow dando by the way, umechop dando pia. Kufanya? Chop. Umechop tao. Hapa Moyavini. Uni kulikidwa Dandora. Wewe unajua wapi? Hapa Pumu doctor. Umeenda doctor? Doctor pia ilikuwa chuo inaweza by that time. As starting as DJs because your time unapata na Mantel, labda ulikuwa umechukua ngo lingine wewe pia. Bronskin wall come ukikam kwa DJ which nitakamkunguzia later, ulikuwa sha decide unakam kucheza reggae which kwa hiyo Agugu Gaga ukiangalia session yako ilikuwa more of international na kuintroduce ngoma. Yes, they are reggae but the uptown reggae. Ilikuwaje hadi decision ikakam kuwe kucheza reggae? Sikuwa DJ wa reggae na mimi bado mimi si DJ wa reggae. Kenya iliape ni kwa sababu napenda bado reggae. Unaona? Na bado napenda ngoma. That's why nilikuwa session yangu ilikuwa nikicheza reggae naweza ingia mpaka international hour. Yeah. Na kuna mtu atauliza. Yeah. That's why nilikuwa nacheza wa mwisho because unaona wale mademu wewe umeleta demu yako. Yeah. Sitataja mtu. Hakuna kutaja jina. Wewe umekuja na mtu. Umekaa hapo siku mzima. Wewe labda uko pepe zako, mtoto wako hapo. Anashinda ule jamaa mpiga rusi. Si dance. Pia unataka mtoto wako adance. Amevaa vizuri. Dance ngapi? Na umemleta reggae ndio umemwambia kuya Gugu. Ndio reggae inashikanga. Sasa labda amepigwa maruta amepata na ule master mwenyewe. Master amepiga ruta. Piga za huku elo. Sasa unaona mimi siwezi ingia. Sasa mimi niko tena brother, tena rasta. Mimi changanya. Yaani fulu. Kulete. Nati Boy wewe. Cause nimesikiza mwaga na mix zenyu wote. Na ukiangalia
like hiyo mix ulikuwa juu mimi nakumbuka tukikamigia Google because I remember first hiyo scratch kwa nipatia go Tabs. Yeah. Tabs alicheza reggae hapo and then akaona ina collide na Monte akajiondoa. Nikikam nakumbuka kuna time kutoka tu magame zetu tunakam hapa mko na mafan vile. Man sijui marketing mlitoa wapi ama sijui ni nini mlidu. Juu mimi nakwambia nilitoka Rwanda kurudi. Jasho inaanza kunipigia pale kwa chochoro. Wewe ulianza aim yako ilikuwa ni kucheza reggae ama ulikuwa juu umegrow coach obviously umecheza umegrow kucheza reggae. Mimi napenda muziki zote. Cause niko hapa busy. Mimi si mrasta, mimi si babi, mimi ni Natty Boy. Yeah. Ama Benson Dondo. So malipopote fulu ina come ndani. Alafu kitu kingine wasawaji wagi huyu jamani MC, huyu si DJ. Ulianza kama MC. That's what MC wangu. By the way. Before Aridipa toka before Yeah, nakumbuka Sasa tulikuwa tunaingia na yeye. Unaona? So ka graduate tu kwa kama kuji. DJ tu ni ile kujiletea tu unacheki. But mimi ni MC. Yeah, normal is boring. Sasa zile unaachwa DJ akienda kunyora unapull up hapo hapo muziki inaenda mpaka arudi. Haiwezi. Yeah, true that. Kuna MC wote niwaambia kweli. Kuna msaidizi juu hata batoni ya kia. Anashindana naye hapo ni. Yana ngoja ukienda liko music urudi ishe. Mimi nakwambia umeenda lu. Utapata mpaka ngome ilisha ameanza kuongea. Yeah. Apige story. So tukam tu nyinyi umegrow coach. Umeanza reggae, si wenyewe tunajua reggae jakuwa na historia poa sana place tumetoka. But sasa imefika level mnacheza ngoma hadi majuu, mnachezea wasee like high class. Nyinyi kukam juu mna hiyo like hiyo crowd, nyinyi mnajua ile crowd venye mlikuwa na crowd yani hata huwezi taka kuchelewa time yako ya kucheza. Ilikuwa feeling sababu ni hard sana watu kuanzisha club hivi naishikishe na mwezi 2. Nyinyi mkikaa down hiyo time kama Google family which na hata ya Google nasikia sio ilikuwa gani jina fulani ilikuwa kwa dub station. But watu walikuja kuwajua Google. Ni dub station. Nani alikamna hii jina Google kwanza? Dub station. Nani alikuja na hii jina Google? Jina Google atakaje kuongelea juu kuna mwenyewe but hiyo achana ikayapo chini. Tucheze chini. Haya. So kingine ukitujelea ni baba shop tu na feel free. Unacheki ni kama hii jina ni kama wasi wengi wameingangania ni kama wote wameileta so nataka kusema ati ni nani? Okay. Ya Google kutoka wapi kutoka place kunaitwa nimesahau hapa Ngara hapo kando ya Shadows mbele. Yes. Sasa unajua sisi tunapenda story. Unajua we ni nyinyi tu. Hakuna mtu alikuwa ameblesswa na gari hapa by the hiyo time. So lazima tungoje. We manze hiyo tunachanga so tupate taxi tufike mpaka Tawala kupige na. Okay, chenye ilifanya pia tukagrow. Wacheki tunuambia msee ukisota uzoegesha wasee umesota. Ingia Gikomba. Piga look safi. Hata kama ulilala njaa, mimi hata nikilala njaa utaijua nimelala njaa. Kwa hiyo ndo sikumeng'ara kabisa. Mbaya mpaka utaniambia itisha round niende ninyore. Wacheki. So, alafu na marketing, alafu si tulikuwa tuko na click ya ujinga tu. Yeah. Story tutapiga, hiyo ndio ita happen. Unaona? Lamba Lolo ilikuwa ni story tu. Asubuhi ya luta tukikata maji. Agugu gaga story tu hivyo tu. Zimetokea. Zikakuja tu. Nakumbuka nacha ni juu watu wana Lamba Lolo watu wako shit sana na wewe. Nimeenda ghetto nimebeba demo wa Lamba Lolo. Nikasema hiki kitu simu isikia gani nini? Yani point imekuwa hadi brand msana dunga. Wewe kama mtu like mtu ana associate nao ilikuwa feeling gani ama how much is it kwa important hiyo kwa kama unasema on hiyo jina nini hiyo word sini hapo. Lakini unapata mtu anaitumia yeye anajisikia in another way. So hata kama ni feeling poa si wewe unapewa hiyo credit yote. Unaona? Sasa nilitoka kwa Lamba Lolo, nikakuja kwa kwani nini? Tena kwani nini? Nikakuja kwa fulu. Na inaenda. Nimesikia makengele pale, fulu. Kengele. Au kama pea nyundo.
Buda Mavera. Buda. Best movie. Jackie Chan, movie zote za Jackie Chan. Favorite fruit? Hapo kwa fruit, any can do. How is ni important aje as a DJ kukuwa na kitu mtu anakuassociate nayo? Ni very important. Ni kama venye unaonaga Snoop Dogg. Snoop Dogg akiimba lazima aseme mimi ndio Snoop Dogg, unacheki? Khaligraph Jones akiimba lazima aseme yeye ndio OG, so ina stick kwa mind ya msee ndio huyu OG. Unacheki? Unacheki? So lazima create kitu yenye msee akiona, akisikia anaiweka hapa, kila mtu anaiweka hapa. So ukipita hivi kila mtu anajua ndio Viki amepita. Unacheki? So entertainment inataka lazima create kitu itasema nani yuko area. Mtu tu akisikia tu kitu kama Agugu anajua Brownskin ako area. Anajua Mantel yuko area. Unacheki? So lazima create kitu inakuuza pia. Usikae tu ati ni Natty Boy, mimi DJ basi. Haiwezi. Hauta move. Lazima create kitu tu yenye itafanya umove ya kwa creative na nice na nita come back to you guys. Mmeanzisha hii reggae, imeshika, imekuwa kwa peak, imekuwa every watu wanaiongea, and then manze mnachukua bold steps za kutoka. Unajua si watu wengi wanakuwa na hiyo nguvu. Mjamaa saa zile kijako iko fourth floor ndo unaamua natoka. Like was it growth or you feel like una need to venture more ama you feel there's a lot una need ku nini? Okay. Because ilikuwa shock kwa sababu alikuja Natty Boy iko Brownskin aje. Kwanza tutoka siku. Okay, Ayo na sijui. Hili happen day moja. Okay, unajua si ni binadamu, damu uchemka, watu wanakosana. Bosi akaleta AEOU. Sisi tuko na AEOU haiwezi, acha tuongeze baby bobu. Tukamwa tu ile roho safi tu, ziko ubaya juu. Hata sana. Juu hata bado utaniona bado utaniona wanatumia Google, bado utaniona utago personal growth. Unaona? So tuliamua kila mtu afanye mambo yake tu, unacheki? Hii pesa pia wewe huwezi taka kushinda, unafika 30 wewe bado umechorwa job. Jaribu kwenye kujaribu ndio kunini. Jaribu. Ikikataa usiwe rudi mahali ulitoka. Kwa enda kwa nyanya yako ushago, piga jembe, ishi maisha. Jumio acha nikwambie, ile time niliambiwa Natty Boy ametoka, I think ilikuwa tu ni wiki ulikuwa na show Dubai. And then you're like, mjamaa umeenda Dubs solo, and then pia ulikafuata ukiona ilikuwa ni hard out It's like umetoka, watu wana expect go down, but I think ni step ulikuwa unaona. I think after hapo ndo mlikuja mkaona like hata hatuwezi rudi kabisa. Ukakaa mkaanzisha nini yako upscale ukakuwa Cookie Master. Mjamaa unasumbua mbaya. Brownskin, niambie feeling ya umetoka hapa Kenya, umejulikana, umeenda kuchezea wa Kenya reggae ama hizi music zingine majuu. Ukifika kwanza tu, how do you feel? Kwanza first of all nimetoka Kenya. Show yangu kwanza ilikuwa Qatar. Yes, ya kwa hiyo. Ndio show yangu ya kwanza kwa ndege. Labda kitu kingine. Unajua kama kitu inafanya unasikia hiyo feeling inaweza. Unafika. Unachukuliwa VIP pale umekaa back left. Na umetoka Dandora. Hotel unakujiwa na mabouncer. Unapelekwa kwa entrance. Na ndio fake kuingia kwa entrance ya kawaida. Sasa mimi nabidi niambie mabizi zangu. Tuonana baadaye wewe uko na yako pale. Sasa wanaona kwa stage. Na baby na mabouncer wamenyakishia lighting. Tuletwa mzinga. Ni mabalea tu. DJ from Kenya 254 DJ Brownskin. Wewe alafu sasa wale wa Kenya wako hapo sasa. Sasa Kenya wanaenda kama unamenya flow. Ile design ya reso. Hizo siku ilikuwa fit. Anasikia kwanza ilikuwa fit sana. Ilikuwa better. Natty Boy trip yako ya kwanza ilikuwa? Trip yangu ya kwanza ilikuwa Dubai. Music room. Feeling ilikuwa aje jana? Feeling ilikuwa true. Unajua nilikuwa naombaga God nikiwa coach. Okay, nilianziaga siku moja na drive moti. Nikaangukia Starlet. Kaambia God sasa sijui sina drive. Bado kupanda ile kitu. Ile alina lazima tupande.
Siku moja tu nikaamka tu nikaamua nishughulikie passport. After mwezi moja God ni nani? Twende nalo. Ile tu time ulishughulikia tu PP. Lango zikafunguka. Hivyo tu na sasa ni kutamba tu. Ni kutamba. Na naja kupiga story kwa hiyo story yake PP. Alitafuta PP wakaenda studio. Sasa venye jamaa anachanga picha za studio. Za studio. Hiyo wiki. Ndio picha ina Mandela la Makita. Ndio nilipata trip ndio ilikama hapo. Hapo ndio niwaambia DJ ama MC ama mtu yote entertainer kwa hii maisha vitu mbili za muhimu. Vitu tatu lazima ukuwe nayo kama mwanaume ama entertainer. Lazima utakuwa na ID, lazima ukuwe na DL na lazima ukuwe na passport hata kama uendi mahali. Kwa sababu hujui kesho wewe ni entertainer. Utapata na Viki hapa kwambie ni aje kuna bosi wangu amelike venye ume MC na nataka uende SA. Naona nataka uende Qatar. Sasa hizo ndio unaanza kuamka tuende passport. Na passport wenye UK kama una fulufulu. Kama una fulufulu inakawia. Wewe unasema fulufulu. Brownskin umeenda jam session? F2 ama wapi? Kuna kwa manuki hiyo hivi. Alafu unajaza unaleta ordinary dandora. Kuna kila mtu kuna ka group ka D kanini. Umeenda F2? Mbaya. Chef meal sijui Janza. Mimi hakuna DJ kitambo kwa ananimezo. We. Juu nilikuwa napambika anga kwanza nakabidhi kwa DJ box. Naenda huko Nyanza na unasiposema unakicheza kwanza makanka na DJ wa reggae. Ndo nini sasa ikaanza inspiration. Sasa unajua kazi ilikuwa ni kuvuka barabara. Unaenda hii side nyingine. F2 sasa unajua unapiga hesabu. Wale wakianza makombe, umeteremka hii side nyingine. Sasa unajua tena kombe bilisha sana yule jamaa atakwenda kupiga sare. Reggae. Ndo narusha. Sasa hiyo 272 umechanga wiki mzima kwa kuingia. Hiyo feeling ya kukua cause hii time nyinyi mnacheza hizo jam session hazijakuwa. Ile kitu nyinyi guys I think mmeleta ni ku take music to a looter. Na ile like majamaa reggae ishi saa 10. Reggae inaweza enda mpaka saa zile ile time tunayo. Saa zile fulu zako zinaishi kwa wallet. Hiyo ndio time unaweza enda home. Umecheza jam session gani? Mimi I think nilienda twice nikaenda kama mimi nile MC jam session. Mimi ndio nilikuwa competitor wa Full Stop Nairobi. Nilikuwa Pink Elephant. Nakumbuka Pink. Jam session ya Kipunk number 2. Kwa hivyo tuachage tu kuona mko hapa sasa hivi tunaona ni kama mmetoka tu kwa shimo. Buda. Tumeasol unapigwa chwani unaenda home bro safi. As an MC na Patoka Mungu amrest palipema alikuwa kwa challenge creative sana. Before Patoka people are talking too much about watu wako na Patoka anaweza kuwa the next Daddy Konya. Unajua Daddy was there aliacha mark yake kwa like this can be done na watu wakakam. Hiyo feeling ya kukuwa na mtu umewak na yeye unaona ndio the biggest because I think wewe ukianza alafu ya comes ndio ulistep back kwa DJ inakuwa like how do you unaona hii ni star imeishia tu hivi. How does that affect you as a unit? Ina affect me mbaya cause kitu ya kwanza ujamaa alikuwa na bidii safi. Kuna kitu mbaya kama wewe DJ una MC wana jamaa ametoka huko kuchapa vitu zake alafu ana MC tu. Unajua kuna kuentertain na kuongea. Kuna mtu akikohoa aseme mikono juu kila mtu ako hapa. Na kuna mtu atasema mikono juu asema anamwangalia tu. Sasa hapo ndo unajua unaweza uwezi. Wajeki but Patoka alikuwa creative number 1 alikuwa na bidii. Alafu alikuwa amekuja kaingiana na wasee. So unaona? Hata kwa master wote wamezikwa Kenya. Mimi niko sure hakuna stereo washaizi kwa Kenya kama Patoka. It was big. It was big. Niliona picha. Najua ilikuwa ulikuwa umeshapiga naye mix pia Brownskin mara mingi. Mingi. Patoka nimemlea. Najua ilikuwa inaumiza roho. Iliumiza roho juu siku yenye alidai nilikuwa na yeye. The same day. Tukaachana asubuhi akaenda na hawa. Wakaenda Tribeca. Mimi nilikuwa naenda kucheza Dubai. Mimi na land hivi msana nipigia simu ati Patoka. Unaelewa hiyo feeling? Na asubuhi mmeshinda mkijoke. Mmeshinda pamoja. Unaona?
Iliuma. Kwa more painful juu tunatoka na yeye. Namwambia nikudrop. Hapana mimi leo. Mwacha nibaki huku. Anambia wewe kaende. Mimi niko nashazoea anga kumdroping pale. But ni mambo ya Mungu. So unajua unamshwa mama anakwambia Facebook Ajua msee alifanya nikatoa ngoni kwa ndege na land hivi simu simekuja nini roaming. Jamaa nakupigia anakwambia ni shocking sana. Ilibidi nimepiga kelele kwa ndege mpaka wazee wakashtuka. Tukana mjamaa acha ujinga wacheki. But ni God. Dog sama cat. Zote hapana. Ndani ya jamii. Inategemea tali. Subaru ama Benz? Benz. Facebook, Instagram. Saini zote. And mimi nitakuwa na remember cause mu get hizo ma mix mkizi download mkiziweka kwa nini na inakuwa is encourage cause uta feel as a DJ venye umesema kuna mse unaona kikumix unaona ni kama mimi wasema watu wako wanajua mob watu walikuja kujua moja ya Konya ile mix venye zilienda takaja like mo Konya kuna venye MC pia anaweza kujenga as a DJ sio 100%. 100%. Unajua wewe ukiwa DJ you just play the music. Unatupatia nini? Unaona? Hata mimi zile ziko job nienda kusikiza watu. Na ukinibo nakwambia tu buda step up. Wajeki. Hata mimi ukipata nimebo niambie. So MC au fanya DJ na shine sana. Si uongo. Na pia DJ pia anaweza fanya MC ya shine sana kulingana chenye anampatia. Unaona? Ni kama venye mtu wako unampatia kama Cerelac kama matunda anatoka hapo akiwa kipumpu mka brown skin hapa. Unacheki? Hiyo design. Niambie wewe MC anakujangaje brown skin? Niambie. MC unasikia DJ. Lakini kuna pia mimi wapigana ndio kudanganya. Cause unaweza unajua kuna tumoto kuna msee anaona mix yangu na ule ilibamba. But sasa anasema mtolee utakupa mix. Yes tutarecord na mimi make sure sikupei. Utamgei. Yes mimi niko na mix. Lazima iko MC but ziko tu hapo kwa Kenya. MC alikuja akapata nati kuna Broski na anacheza na timu ya Joe. Okay kuna time ya joke fulani. Time ya kuongea pia kustudy mood ya kuna time ya kuongea valga kidogo unakapatia tu. Unajua sisi ni walevi tunapenda pia kuongelea mayeza unacheki? Na kuna time tu kwa serious unaona? Lakini ma MC wa sasa wamekuja msana anataka tu bonge ni kama anaimba gengeton. Anasahau saa zingine mabuda wamekaa hapo. Ni Ali Boss okay ama buda inafika time pia wanataka kusikiza hizo shit. But ni Ali Boss sasa hivi mtu ameanza kuongea kama anaimba gengeton. Sasa MC kama huyu alafu anakuambia umshikilie utamfanyaje? Ngumu. Unampatia unamfunza acha kufanya hivi kesho. Anarudia anasema hiyo ndio anaona kama hiyo ndio itafanya shine. But ina trend but haikupatii chapa. Haiwezi kukupatia chapa. Unajua ukitrend na kitu haikupatii do hiyo ni nonsense. Kweli. Fanya kitu inaleta do. Because after nyinyi after you guys mkaanza kama na hizo slang watu wengi walijaribu sana wanataka sai ku MC mtu anataka kama na slang yake anaona hii slang haiwezi wewe sasa nikikuita show Brown Street wewe ndio unataka kuniambia kama nataka MC pia utanisuggest si ndio especially kama mnacheza naye si nikuja tu nikupatie mse wa huko kwa Kitengela Masai. Okay. Utanipatia MC nitacheza. Ngoma ya kwanza ya pili ya tatu akiniudhi mimi ni MC. Najipigia stand yangu hapo nacheza MC. The good thing mimi naweza sema ndoka gugu nayo. Ndoka gani nimejua kwa MC.
Ulilan. Yes, yoka jamaa. Sasa zile amehepa kidogo zile. Lazima naongeanga sana na MC. Lazima umpatie mic, lazima umchochongelesha watu, unacheki. Because what I have understand is watu wengi wako kwa mic. Yeah. Na nimeona live zenyu watu wengi ucheza music and they don't understand the music. The best thing watu wanapenda konya ni one ata MC akwambia ngoma ya song na akwambia hata imetoka album gani. Yes. Yaani ukitoka pale as a person you have learned something. Si kucheza tu ama kusema as a DJ how important is wewe kujua music. Si kuicheza tu jina ati alicheza dege sasa inafaa kuicheza. How is it good to understand your music? I think pia ndio nakupatia muda ya kuicheza time gani. Yes. Juwezi ungeingia Google saa 3 wa kucheza dege. Ni kweli. Hiyo ni saa 10. So as a DJ important aje ku understand music yako. Okay. Kitu ya kwanza mwenye club aingize fulu zake. Na ulipwe ukuje kuna bageni ukawa. Ni aje tushacheza from CD hii. Acheki. So pia lazima ujue muziki pia ni kama story. Hauwezi kuja unicheze Burning Spear alafu mcheze Etana. No. Haiwezi. Mwanzo mko mcheza music pale wasichana kinua mdomo. Tunaenda hivi storyline. Kama tunaongelea hii boot yako ni boot tunaongelea. Tukikuja kwa sneaker ya brown skin ni brown skin mpaka tumalizane nayo. Unacheki? Unaenda na mpangilio, si kucheza tu. Kidogo uko Etana, kidogo Burning Spear, kidogo uko Chronics, umetuwekea Baniwela. Kidogo hapo umetuchezea boy wa TZ Best Wash anaitwaje? Ngani? Malikiba. Huyu member hii reggae sahi. Asle. Hiyo pusha. So lazima uwe na story. Waje lazima. Ukisikiza mix zetu utasikia kuna hii wimbo jamana kati ya dem. Next song dem anajibu. Akiongea mbaya jamaa na reply. Hapo ndo sasa tunabadilisha game, tunarudi game nyingine, unaona? So lazima kuna piga hesabu. Au chezi tu for the sake of playing. Unaona? Na pia kuna watu wako na shida. Hiyo ni nazambia advice kwa DJ na kama. Ile design ya usitaki nikupe ngoma zangu. Ndakupatia but trust to me. Tutaenda na wewe live. Na wewe unaona hizo muziki zote zenye niko nazo. But utazicheza the same. But utazicheza the same because at the end of the day wewe uliniambia nipe ile folder. But wewe hujui mbona nili create hiyo folder. Ndakam kwako umeniba. Is that the reason why uwekage mix zako YouTube? YouTube. Kuna time nakumbuka tukibonga na wewe ukaniambia ati niweke hapo alafu mtu anataka kucheza exactly tu venye nimecheza. By the way, hiyo kitu ilikuwa na nini kitambo but nikakuja Acha. Acha jibambe. But YouTube mimi niko na shida fulani YouTube. Niko na mix mob YouTube but azionekani zipigwa na copyright. Ako kwa ujanja ndio nimeshindwa kupata but siku moja tutakapata tu. But mimi nitakupatia folder, nitakupatia hata disk yangu cheze nayo. Kitu unasahau mimi ni Natty Boy, wewe ni nani? Unaona huyu ni brown skin, mimi ni Natty Boy. Amwezi cheza Chenye anagwara siwezi gwara. Unaona? Venye ame understand yeye beat yake. Maybe kwa hiyo playlist ngoma ya 10 inaingiana na ya kwanza. Wewe unataka kwanza ya pili, ya tatu, ya 4 ukiendaga. Zikienda umeziweka labda na alphabet. Aliziweka hapo akijua hii nitacheza na hii. Unacheki? Ndio kitu watu usahau. Reggae sahi kitu nimekuja kurealize hata tuko na bonga hapa na mabesti zangu. Kwa hii live ya 254 hakuna watu wameenda live sana kama ma DJ wa reggae. Na si hakuna manze utapata rumba after one week ndio msewa rumba. DJ venye mlisema reggae ni keki moja bigi sana. Ni keki si tumeona mimi unajua kumekuwa na mabeef ati sijui nani but as a reggae DJ and as someone who wants ama tu as a DJ tu uko na mafans wako niambie growth ya reggae juu manze si tukiendaga reggae haikuwa venye iko sana. Unakumbuka hiyo unasema ulikuwa una randa hivi labda tu uko na fair ya kuingia. Reggae imegrow. Reggae inachezwa uptown, reggae imegrow. Kitambo ama dem wanakuja kwa club saa hii anakunywa bia yako akiishiaga anakutoka aenda kana jana fulani pale. Kitambo angefanya hivyo. Alikuwa anakunywa
akileta ujinga anapigwa Sahara. Aen- Suliva Sahara. Ama Hanson, ilikuwa Hanson ama Kat. Anza Siku hizi mjamaa unakunywa Hata ni dema nakubaia. kwanza siku hizi imechange. Alafu siku hizi hakuna war. Mtu anakanyaga anakwambia pole. Unaona? Mambo ilikuwa ni Umekanyaga mtu. Reggae siku hizi imemachua. Alafu imeingia hadi kwa mababi. Yeah. Uliwaijua Galileo kutachezwa reggae? Hapana. Unajua hizi vilabu mpya huku juu zitacheza Mimi reggae. kwanza na Reggae ilikuwa River Road. muta kucredit Palit Dio, musema kina Chris walitry. Especially kutoa reggae Hawako try wali make ikakuwa like uptown. Yaani kwanza weekday tunatoka hivi kwa keja unaenda Unaenda reggae. reggae. Kwanza nakumbuka Chris akinipigia story ameambia mse wa reggae, ameambia mdosi wa K1 nataka kucheza reggae K1 on a Thursday. Yes. Mdosi anashinda wewe uko right. Like alafu ikafika ka point ukwenda gadi nje mtu anakuambia majuu. Do you still have that reggae night at K1? Niambie important venye pia juu najua pia hiyo imewaweza juu. Kasa hii wewe unaweza enda kupoach club uptown ukijua watu wa uptown watakam. Niambie how important ilikuwa revolution ya hiyo nini. Ilikuwa poa sana. Siwezi ongea sana because sikuwa hapo. Huko ya. But ni poa sana. Kenya mimi naweza sema tu ni big up Chris. Yeah. Juu kwanza kuanzisha kwanza weekday. Kwanza unaona unatoka kwa dando unaipiga hesabu weekday. Alafu hakuna Uber. Kitu ujui mtu alipeleka reggae uptown. Nje Kimani. Ile ya Monday. Monday wakiwa pia Jimani alikuwa ametry pia nini uptown kidogo. Hiyo ilikuwa Thursday. Lakini akina Chris walikuja wakaime. Kuna cheki. Wakaibakisha hapo. Juu nakumbuka hizo Sasa marege shida yetu ma DJ wa reggae hatupendani. Si hatupendani, hawapendani. inakiaje? Nifafanulie. Wase hawapendani. Unajaribu kugrow kidogo, msee anakutia zi. Hakuna ile brotherhood kwa reggae Kimoja. Una make kitu mtu anakuongelea mbaya. Kama juzi kumekuwa na reggae fraternity. Chris akaamua apige shughuli ya siasa. Wao umesema tuonyeshe wasee reggae tunaweza kuwa kitu moja. At the same time wewe ndio unaongelea mrasta mwenzako, DJ mwenzako mbaya. Ati huyu hawezani, badala uonyeshe majamaa. Huyu mrasta anaweza. Yetu. Unaona? Yeah. Unaleta chuki. Yeah. But kitu niwaambia wasee, unasahau ni Chris. Huyu ndio face ya reggae Kenya. Unaenda Germany, unajua nani? DJ wa reggae Chris. Unashinda beef hapa mtaani. Unaleta beef na hata ujulikani hapa Kisumu, Eldoret, Nakuru, unajulikana tu hapa house. Ndio umeanza. Watu watano. Ndio umeanza sasa. Na huko mtaa kwenu. But acha niwaambie kitu nawapenda. Yaani nyinyi ni warire. Unajua mtu kukama hapa kwa admit kitu kama hiyo. Ndio nakwambia. Kwa msem true. Mimi Viki ukinikosea, mimi sikuuliza hawa. Utaniambia. Mimi nakwambia hapo na tuendelee kata maji, tufurahie. Ishatoka na nimeshow. Ishatoka. Yeah. Unaona kitu ya kuwekwa yule ta wengine mbaya. Yeah. Unaona hailetagi shangwe. Ambia mtu akipenda ajamu. But akienda kwa pale dakika 2 atarizo. Yeah, atajua msema yeah. So usiogopa mtu. Mimi naambia mtu, open Chris. Hiyo shida yako. Mimi na like mjamaa, ule jamaa ni business minded. Basi venye ame develop. Ukienda wapi? Chris ako kila mahali dunia mzima. Yeye ndio face of reggae Kenya. Watu wanajua yeye. Unaona? Juu nakumbuka nikiambia msee namwambia kama Daddy Konya alitoka Doti Family na Doti Family haiku break. Juu time ndio Daddy Konya alitoka na jeshi yake ile ya Dando, Umo, Buru na Doti kabaki, nikamwambia there's something about Doti Family. Ugali matumbo baba. Batman ama Spider? Hapo hakuna. Hapo hakuna. Octopus ama Kakali? OG. Sizzla ama Capleton? Wote ni mabobo. Capleton. Richie Spice Stylus man. Hapo tuende Lovers Stars. Si hata
za reggae DJ. As a DJ. Kama too. entertainer. Yeah. Kitu ya kwanza unafaa kuplani kuwa na usiwahi kuwa mtu jealous. Beshte yako Akipenya. ni kama sasa hivi venye Mo, unacheki venye Mo anapenya. Yeah. Time yako ikikuja, Mo ataenda down. Yeah. Unaona Agugu tu. Nada set ako tu down, atakuwa tu up lakini itakuwa tu I meant down chini yako. Ilifika venye Agugu. Yeah. Agugu tulitetemesha Nairobi. Yeah. Sitafadhali. Boss. Kuna mjamaa ako mahali tu hapa kwa hii set. Hakuwa na lala. Agugu family madj wote walikuwa mastar. Yeah. Ulikuwa unataka nini inakuja? Unataka bongo, unataka gospel, unataka reggae nini? You know unaweza gospel. Wacheki. Ai, Sunday. Kaende. Kwanza ngoma ya Masika ya na kuabudu ama na kutumaini. Nakumbuka ngoma venye ilikuwa hit. Yeah. Yes, Mwema, Na hii nyingine nikupendeze. Zikifuatana hivi na Christian Shusho hivi. Na walevi kwa juu ya meza mbaya. Sasa nakwambia. Wanaweka hivi video kali lakini kitu mimi naweza ambia DJ wa reggae. Umeona Chris anaendesha BM yake safi. Sema hata mimi nataka kwa hivyo. Haya kusema tia. Huyu amewekwa. Si hata ukaweke. Kuna kitu watu wa reggae wanapenda kuwekwa. Kuna vitu watu wa reggae wanapenda, especially kama mademu wana like vibe yako. Kama wewe ni mtu mademu wana like vibe yako. Hata ukinunua na pesa yako. Wewe mtotoza anakupenda na amejaa. Ni fani umeangukia mtotoza kona kitu. Na wewe venye umemwangukia hivi after mwezi moja, Sagoda akakupiga ukapiga show 3-2 private. Unajua si tu cheza reggae but tunakuwa na show za kando. Si ati tu cheza tu reggae. Una vitu tu zenye maana. Unajua si ati usikie Nati Boy that tu ukisikia Nati Boy reggae. Cheza kila kitu. So umeangukia mtotozi. Miezi 2 zinapita. Umepiga show. Ikaingiza kitu safi. Si lazima utangaze. Umeenda tu ukapata beshte yako fulani iko na mabeshte kama mtu kama bro ya Calligraph Jones Lamazi kaenda kwake. Amepata Subaru yako safi. Basi unaona. Hiyo ndio ujinga tuko nao kwa reggae. Aliangukia mtotozi shamba hii. Which understand is sisi kama mvemacheza reggae ama unacheza club au mademo Uptown wamejaa wajagetigi zile experience. Jueni msi atakwambia tukakule unaambia hapana twende pale Mpambe tupige pilau yetu. Kuna wale wanataka hiyo real life sana. Akikaa maona yako so into you na unajua mtoto pia akikupenda amekupenda. Hata una ukistruggle kwambie mjamaa hizi mashini zako endaga nazo job ni expert. Mimi anaweza kusukumia kitu loan hivi. Wewe hata labda unamlipanga but mtu anasema kidogo Bronskin amewekwa. But mimi naambia msemi ukiniongelea kitu fulani nitacheka tu. Na kama wewe DJ nitakuja show yako na nikutoe kwa DJ box na nicheze na ni hype na nikae nikusikize. Hivyo ndio venye mimi huishi. Kajeki. Sio onyesha mtu ati unaumwa. Ati nikuongelea unaumwa. Ukiumwa sasa ndio inafanya anakuongelea zaidi. So wewe pige hesabu tu zako safi. Unacheki? Umeona wanu washa amefungua saloni yake safi hapa Tao. Hata wewe unasema acha nianzie mtaa. Nitafika hiyo Tao. Wacha kuja kugonga neta, ujue labda anajua mahoka, anajua nani. Unacheki? Siku moja mtaa imeblow, unakuja unamwambia naje buda. Ndio ufike hii Tao ilikuwaje. Hiyo ndio kitu tuna lack reggae. Mtu badala aenda kwa Chris. Ulize Chris naje Chris. Ulimekaje ndio upate hizi connections za US, France, German, unacheki? True that. That's why mara mingi utaona mtu akiamini juu ya chuki na wivu yenye haiko. Upscale kilonjiwa. Badhi nani alikuwa? Chris. Na alikam. Hao alikuwa na kona gadi anacheza na kamburu nini? Atasema Chris ana kamburu. So to kwenda live. Expose aje mama DJ. Kwa kuna ma DJ manzo ukisikia ngoma zake mara ya kwanza dakika 10 the same music as this. Kwenda live ilifanya wenye tu kwa tumejulikana. Si ni ukweli? Sasa mtu ana kazi ya show. Hakuna cha mix. Hakuna mtu ana kazi ya gig. Sasa at least ukiwa na as long as uko na kamera yako,
sound yako, players zako, you can earn. Yeah, unajua pia lazima set standards. Huu ni brown skin, una expect kuona brown skin. Nikisema una expect kuona brown skin na maanisha package. Si ati brown skin ameenda tu akanunua tripod ya 3 pale akasimamisha simu hapo. Ukisikia mtoi wake hapo anafanya mama, inakuja kwa simu. Wacheki. So imefanya tumejua vitu mob. Hata mimi nimejua, imefanya nikajua vitu mob. Unaweza chukua kamera, uconnect kwa laptop, uko kama uko studio. Unaona? Na Iran. Niambie importance umeenda live na umepatiwa platform yako ya kwenda live, which si ma DJ wengi watakupatia na platform. Hapa ameniambia hata DJ wako kwa kuita kwa reggae yake juu anajua ukiingia hapo unaweza chafua. Tunachafua. Niambie importance hii COVID hiyo kwenda live imeteach watu nini? Mimi mob, lakini ile point yenye nilikamwe kasikia baya ni hiyo point. Imagine kuna watu niko nafanya nao job. Yes mimi najua kuchangamka. The moment napata najua nafaa kuinvest because this is my career. But tunapata watu wengine hapo na mashida zingine pia nyuma yake. So ana hiyo uwezo ya kwenda hiyo live, hata ana hiyo place. Unapata msee ameandikwa kwa unit. Na mimi nakwambia hivi na kweli sitani. Mtu ameandikwa kwa unit but haizi enda live kwa hiyo unit. Lazima aseme. So kaza hiyo unit na kwa kama inaenda. So inabidi mtu aanze asa tafute ule best. Unajua saa hii na hii COVID, saa hii you do you. You do you, you brand you. Unapatia world, unapatia mapromoter wamekaa huko. Unajua kitambo US watu walikuwa wanajua Chris, Steve Junior, Kalonji. Na Kalonji anakuwa mwisho. Simon ako huko achana. Yeye ni Simon. Huyo ni supremacy. Ilikuwa ni Chris, Steve, Kalonji. Unaona sasa imefungua macho za mapromoter. Unaona? Na pia chenye una deliver pia ndio inakusell. Ukipeleka jokes kwa live, joke ni kama kuchukua simu venye unaweza chukua simu uende live hivi venye tumekaa uende hiyo ni jokes. Wajeki. Anything ikihappen hapo, upepo ikipita kila mtu anasikia. So inaleta distortion. So promoter anaona huyu jamaa yuko serious. Just take your time. Hata mimi kabla nianze kwenda live nilichukua time na nikachukua classes kwa best yangu fulani anaitwa Deno. Ule Deno Jam Down Shufflers. Wajeki. Tambo nilikuwa naenda kwake. But COVID ilikuja kanifanya nikakuwa serious. Kumbe nahitaji hizi vitu. Okay, players niko nazo. But vitu zinafanya usikie sauti safi. COVID imefanya mjamaa amekuwa engineer. Kuunganisha namsiaga huko Juma enda naongea kwa simu. Wewe ni nani? Kuunganisha mawaya mpaka sauti inakuwa sawa. Nilijaribu ikakataa, yeye alifanya. So imetuticha a lot. Live sasa yeye akuje saa aone hii manual hii nyingine part 2. Acha hii tunaambiwa unafaa kwenda na hii, unafaa kwenda na hii, hizi ndio tunafaa kuwa nayo. Sasa hii anaona ni standard kama the same but simple. Hiyo ordinary mtu yako ni simple. Unajua mimi nikiset na set venye hao wameset. Stand up, laptop ingine. Hizo. Wachi. Ndasema you want pia ma DJ support Kenya music sana. Nimekuwa mkicheza unasikia kama kumbuka ndani ya Kimale. Sifurahi kusikia hiyo station hapo sana. As DJs na mtu home kama reggae artist yeah. Ndio msia come up serious about music yake na kuenjoy music yake. Okay, nitakupatia example poa, ni kama venye ulikuwa naanza hii shughuli. Wacheki. Wajua tukianza hatukuagi perfect. So mbigi akisema we bado, wenyewe we bado. Ndio hapo ndo tumefika. Hata mimi kuna wimbo ukiniletea sitacheza. Quality
unaimba, umeenda na hiyo beat. Wacheki. Unajua kuna wazee wana Bronski na hezi cheza ngoma yangu ni mtiaji. Kuna kitu hujaweka, unacheki. Yeah, kuna siku yenye God atafanya ngoma yako ichezwe. Anakupatia shodi wa. Juu hakuna vile utacheza ngoma ya tano. Bayo uko pale juu alafu tena music inakurudisha chini. Kuna ngoma imetokelezea Wanjiro. Oja busy class. Amechafua hiyo rhythm ya Bayo mbaya. anaanza ngoja ni Friday unaenda live ni baitumi kiangu. Hata leo tuko live. Wewe keke. Fanya mambo. unasikia hiyo effect. Wacha kisani kitu unapatiana. Alafu another thing hapa Kenya wasanii wetu ni wafani. Anataka umtafute. Hajajulikana unamwambia ni aje kama mpige tu set. Kwa kwanza kuuliza utanipiga fulu ngapi? Wacha kiu jamaa. Tunajimake. Mimi nakulipa nini sina? Unaona? Lakini sasa wasanii wetu wa Kenya mara mingi wanataka tu unamuita anakuuliza ganji. Sisi tumeanza DJ nilikuwa napewa fare saa zingine upewi. But unajua kwa akili yako nini unataka. Unaona? So Leo nikakumbuka penye patoka kianza. Hata patoka. Alikuwa anamjua yeye anataka ku MC. Lakini mimi nilikuwa na mmezo. Anachomeka na huyu. Mimi nilikuwa namjua. Sisi tulikowera. So Mimi napiga fulu yangu unataka nikukanje. Hii fulu yangu nimepiga hesabu nikikata ngano 3 na baki na do fulani. Na baki na do fulani Starlet iko hapo nje inataka ngata. Naenda home kuna wa junior. Nitakukanja nini? So tuko namwambia uzuri kuna mchamwanga. Fanya. Ajeki. By the way kuna msee pia sisi tunakutengenezea njia kwa Mantel. Kwa hiyo ndio yenye tunapata akuonee akisha kwa loko regular Sasa unajua umekuja umetupata sisi ni Agugu. Tushatengeneza jina. Yes. Juu Agugu unazana mimi na Tibo na Mantel. Ule mtu wa kwanza tulikuja kuleta ni Stefano. So Kenya ni tricky. Msia uangalia do. Pia Kenya na advisor na MC na DJ. Usitake ati juu unataka kujoin group. Wewe unataka kuja ufanane na wewe mwenye kwa group na umempata hapo. Wacha hivyo umekuja. Wewe kwanza shukuru hata unapewa hiyo chance kucheza ndio mashine. Umekuja unataka ublow na siku moja. Unajua kuna siku yenye mimi nitakuwa brown skin. Hakuna siku yenye brown skin atakuwa Lati Boy. Okay, copy. Mimi niko na last born. Mimi nikikam kwa industry last born alikuwa anamaliza na hizo ma missile. Hata mara mingi ni KMZ utasikia last born fulani. But weka kitu yako, unacheki? Weka kitu yako. Kuna role model wako but weka kitu yako. Unaona? Unaangalia Konya but huwezi kwa Konya. Yeah. There's only one Konya, kutakuwa na one brown skin. Learn, lazima ulearn kitu from something, but be perfect. Kuwa kitu kingine, jaribu kurekebisha. Sasa tuongelee future reggae. Sahi, where do you see it? Kwa sahi, ndio na the other day umekuwa Taras Jakiwa Chris Martin, Busy Signal imekuwa. Mimi kitu moja najua apart from Jamaica, watu wanapenda reggae apart from Jamaica ni Kenya. Hao hapo wanashtuka. Jamaica ndio ndio wapendi reggae. Yes. Kenya tuna lead. Juu kienda hata kwa comment za ngoma za kuna Jamaica kuna mwenye head cornerstone. Anaitwa Captain Rubani. Rubani. Yes, ndio kwa na Magrega nini, yeye ameleta maartista wa yeye analeta Damian Mali. So ilibidi yeye aende Jamaica. Kujua nini? Yes, so yeye amepelekwa ma big club za huko, ma musiliba za huko. Yes, hakuna reggae mjini. Yes, so unaona ile video ya Taras. Pale anatolea just the way you are. Huko ushakusha huko. Huko ndio kuna reggae. Huko ndio kuna reggae. Unataka kusikia reggae. Nataka kusikiza Bunny pia. Nilisikia nani akifanya interview yake Chronic akisema inspiration yake ni zile ameenda hizo maili. Juu kumbe Tao wanacheza kitu inaitwa pasapasa. Wanacheza soka reggae.
Unataka kusikia mabanding sijui nani. Enda Moshadha. Unataka kusikiza unaingia Sasa town. unaona na Jamaica unajua sasa umefika. Sasa kama mimi ndio Cameroon ndio nimefika. Sasa leo ile tulipona lipua. Sema kukaukiwa. Zinapita tu hivi unapika blues apita tu. Azisimami. Bado unasikia Cameroon wewe kisha kuja Nairobi. Ishaenda. Nasikia Cameroon unapata mabati mbaya. Mimi kama na hold najua ile vile naletewa leo. Ni safi. Miti ya ile umesha. Maka wenyewe hukuchocha. Ati hii ya green ndio inaweza. Haiwezi. Safi ishakuja. Safi ilienda. Ambie mjamaa, nilikuwa nataka nilikuwa shughuli kwa siku ile. Ambie mjamaa, fanya aje? Kesho tumana nduvi kwa ile yangu, upeleke mjamaa wapi? Tao. Huko mpenyo wako. Yeye umekaidi tao sasa leo. Alafu unapitia huko na unazikiuza. Unakuja tu uone kitu fresh. Inatoka pale kama venye Kisumu muona kafishi. Unaanguka. Bebe tuambie feature reggae. Juu sasa uko na scale yako, umesign DJ I think. DJ wawili ama uko na niko na ma DJ na ma MC. Niambie wewe tunaelekea wapi? Tunatemita juu sasa hakuna club ina reggae. Reggae sha take over. Sasa tunaelekea wapi? Reggae sha konka. Mpaka pale live huko kuna jamaa aliandikaje kwa live. Sasa kila mtu anakuwa DJ wa reggae. Kila mtu anacheza reggae. Mpaka babazi. Bob alisema there's a time itafika. Unasikia reggae. Na sasa hii reggae inasikika kila mahali. Sasa hii reggae sha take over, hakuna cha future, reggae shachukua. Tunaleta wasee sana. Bronski wako na umeanza sound yako na but for now una hold tu. Sina sound. Bronski one man army. Kuna msee alisema kuna msee juzi na kageni alihoji ule wa Peace Square. Akasema kwa nini sasa hataki kusaini msee? Juu analeta msee anainvest so much. Alafu msee anajenga jina anapata followers kadhaa anaona. Anajitoa alafu amekuacha kwa ngori. Sasa alisema ukikuja kusaini unakuja na title dikaza shake 3. Ile siku utajitoa kaja mekaji yake. Anachukua shake yake juu. Weza DJ akikaa mwanda kuona nataka kumenta DJ kiondokea atasikia upscale yako. So unapata umeinvest so much, umempeleka chuo, unataka kumfunza sijui ma live sasa hivi. Alafu akipata ama following kidogo, anataka kuacha mataani hata hujarudisha ganji yako. Inarudi. Ndio inafanya usisaini msee ama ndio unafanya. But ni kitu ina happen. Acha niwaambie. Mimi Kenya Mungu anakubless nayo. Sinanga hiyo kazi. Naweza kuambia sitaki kutengeneza, but pale penye napata kuna chance nakupatia. Sasa unaona kama sasa hivi this is mimi job. Unaona? Lakini unapata tumetengenezwa group ya 254 reggae DJs ya mabesi zangu. Mimi Kenya mimi ndio mimi. Unaona? So watu wakuja live, nikipe watu session live na nakwambia ndio umeka kitu at least. Jumi kama admin, wacha nikupe session wa 254 reggae DJs, watu wamajua kujua. Na hapo utatipiwa. Hapo watu wajeni anasumbuka. Unaona? So already mimi nisha kutengeneza platform. So lakini usikuje unipigie simu niambie transcript. Mimi nataka kuona live na wewe. Zano. Wewe tumeona naye mbali, usione tumeona live. Ubidilati sasa wewe. Kama ongelewa. Ati leo tutaenda tu. Haiwakiki hivyo. Asubuhi tunaenda live. Awamkagi tu asubuhi sema leo wiki niaje tuende live. Lazima mpange uone wase wanataka hii supu kweli asubuhi. Wanaitaka tuwapatie. Na alafu unaangalia huyo mwenye anapigia simu yeye anakuletea nini? Unaona nini kutoka kwake? Acheki kuna hivyo venye umesema kuna ma DJ na ma MC. Umemsign ako job kwako. Kidogo tuseme example ameitwa na Brownski naje? Twende hivi mimi naenda LD. Takupiga bop 2 example. Yeye atumi bruin zake kukuambia. Ona shtukia tu jamaa yuko. Wajeki. Yeye ameenda. Hajakwambia ona expect. Huyu jamaa atafungua session ama ako. Hayuko.
That's why unaona mse inbox ni mob upscale, mtu atakuingia but unapiga hesabu huyu ako serious. Alafu another thing, alafu kitu inaniudhi kama DJ unataka job. Ukikuja uniambie, "Naje mimi nimechuo Nikidi, sijui Supremacy." Sitaipatia DJ kama huyo kazi ya MC. Kwa hiyo inakuwaga kujigamba. Mpatie mashini, hakuna kitu atadu. Hakuna kitu anadu. Kuja, niwaambia mtu kuja, usini inbox come. Niambie niaje mimi DJ. Pati tu set ya dakika 2, sitakunyima. Unajua ngoma ya kwanza na ya pili unajua chenye huyu jamaa tadu. Ushajua hapo. Hivyo ndio venye hata sisi tuliletwa kwa hii industry. Ngoma ya kwanza, ya pili bado ukisukumwa hivyo ujue bado. Usi give up. Mimi nilikuwa nafika kwa club mapema saa 7 kabla jam ianze kabisa. Nazigonganisha hapo na ilikuwa CDN 88. Hapo Pink. Nazigonganisha. Mande akikuja hapo unamuuliza ini ya. Jua hata kufundisha ati kufanya, unamuuliza ini ya. Sasa zilo na MC huyu akifanya, wewe akili yako iko hapo na una MC. Ajeki. So unaendelea kuiperfect mpaka ikue, mpaka itafika mahali. Niaje? Wewe ndio unaingia set yangu. Nilikuwa nimefika mtu sasa mtu amekutrust design. Anakuambia kama Mandela alikuwa anakuja anakuambia, "Niaje? Leo wewe ndio unacheza set yangu." Ajeki. But huyu anataka akuje hajaiva, hajui kucheza na crowd. Alafu another thing niwaambia msee, usiwahi kuwa na favorite song ama favorite music kama DJ. Hapo utachezea viti. Utachezea hewa. Wacha turuke kusema tukimalizia advice. Nishasikia ni wote MC. Unakuwa mfoko sana kwa vijana, acha ndena home, acha hii kitu itakusaidia. Same rounds kinasema ukitaka kusikia. How important kuambia wasema kama na kuassociate reggae, si lazima usikie. Biki tumewaambia msee. Mimi ni wa ghetto. Mimi ni wa coach. Ile tumepitia. But niwaambia msee, acha ugeto. Wataka kuingia kwa industry, ingia kwa industry. Wacha ugeto kando. Wacheki. That's why unaona kuna vijana wanaimba. Gengeton sasa inakula. But wako wengi. But chenye wanaleta iko na ugeto sana yezi uza. So tukiwacha tu ugeto kidogo ile atimini weka akili yako unataka life yako hapo mbele ikuwe true. Wacheki. Wacheki kama watu kama Silas Gang. Wajesikia wako na scandal. Hao ndio wazee wanaimba true. Waliwacha umtaa, ni wa ushago, waliwacha ushago. Wangige. Unaona? So kitu ya kwanza unafaa kuduni kuacha ugeto. Wacha umauru. Msaki kuletea ujinga, amekufikisha hapo muonyeshe niko nako ka side. But ukishaingia kwa entertainment, wacha ucoach, wacha uislam. Hapa sasa wewe uko umeanza kuwa ni kama buda mtu. Kuna mtu fulani anakuwatch hivi anasema nikigrow nataka kuule jamaa. Unaona? Lakini wewe umekuja wewe ni MC. Kidogo ushavurugana na customer umevuta chupa. Si ukweli? Ya ni ukweli tu waona. Amekuja amekuongelesha niaje Viki nataka kufanya hivi na hivi nataka kwa cameraman wako. Kidogo ule ameslide tu bahati mbaya ashamfunua. Unaona? Amekuja amechuna kitu. Amekuja Niyo una story mtamaliza mazee. Shukrani sana hapo kwa kuchuna. Hapo nataka kuniambia tu kando ya nini kando mazee tunashukuru sana kama safi. Kwa story tunajua tunaweza kuonga mob yani sana. Na zile vitu experience lakini nashukuru haircut hapa mimi si wa haircut. Mike Tyson.
Zote. Juliet Olunga. Wote. Dubai Qatar. Dubai Qatar. Dubai baba. Gali chapo ama matumbo gani? Mbona si chapati ndono? Chapati dono. Si ndio hiyo pale kwa Nyaga. Chapati dono. Yes. Cristiano ama Messi? Sichezangi ball sijui. Octopizzo Calligraph. Oh yeah, OG mwenyewe. Hey. New haircut ama new shoes? Damn shoes. Mbona tunaweza pambana? Mombasa Kisumu. Mombasa, sijaifika Kisumu.